Matumaini yangu ni kwamba huu mweri wa afya, mpendwa wasikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshitoa kwetu. Ndugu zangu, kama gisi mnavyoona hapo, ni tema ambayo ni kweli kweli ya uanzishwaji wa hali ya juu, ambayo wale ambao hawakutayarishwa zaidi sana kusikiliza na kusikia na kuelewa haya hawawezi wakaelewa. Tema unaiona kama jinsi ilivyo, inasema sherehe ya uanzishwaji. Sherehe ya uanzishwaji. Tutaenda kuangalia kuhusiana na tema hii, maana katika kitabu cha Isaya ambaye wataita Isaya ndani ya Biblia za kisasa, ambaye jina lake kabisa halisi ni Wonja. Mkisoma hapo ndani ya Biblia hizo za kisasa, kuna mambo mengi ambayo wameandika, wameongelea kuhusiana na sherehe hii ya uanzishwaji, lakini wale waandishi hawawezi wakatambua ni namna gani, aza ni kwa nini huu uanzishwaji uko namna gani. Hawawezi wakawaelezea chochote kile, maana ni mambo mengine ambayo ni makubwa mno, ambayo inawazidi hata akili. Ili nawaambia nanyi pia mtaenda kuyaona hapa, maana mkisoma ndani ya hizo Biblia za kisasa wanasema kwamba maandiko ambayo yameandikwa ndani ya Biblia za kisasa yalipuliziwa na pumzi ya nani? Ya Mungu. Kwamba na haya maandiko ambayo yamepuliziwa na pumzi ya Mungu ni vema kuyafundisha kwa wengine, ili yapate kuwatibu, yapate kuwasaidia wale wengine na watu wapate kuokolewa. Hilo ndio lengo zaidi sana. Lakini ikiwa sasa hayo maandiko yanayosemekana kwamba ni maandiko ambayo nimepuliziwa na pumzi ya Mungu, wanayasema kwamba ni neno la Mungu lenyewe, kwamba Biblia ambayo imeandika hayo maandiko, kwamba hiyo Biblia ni neno la Mungu. Na kikawaida ikiwa Biblia ni neno la Mungu, basi na kikawaida neno la Mungu linatakiwa kuwa ukweli. Lakini sasa inapotokana kwamba ndani ya Biblia humo kunapatikana uongo, ina maana kwamba huwezi ukasema kwamba ni ukweli, kwa sababu ukweli hauwezi ukachangana na uongo. Ukweli unakuwa ni ukweli na uongo ni uongo. Kwa hiyo hauwezi ukapata vitu vyote viwili ndani ya kitu kimoja ambacho tunakiita kwamba kimepuliziwa na pumzi ya nani? Ya huyu ambayo utaita Mungu. Kabla ya kuendelea, mnapenda kuelewa kwamba wiki ijayo Jumapili tutakuwa na mkutano kabisa. Tutakuwa na mkutano wa watu wote wale ambao bado hawajakuwa katika zizi. Kwa hiyo mjiunge nasi. Zoom meeting ipo, ID zote tunaziweka kama jinsi mnavyojua. Kuna mabadiliko dale 161 ambao mnaweza mkaona, mtaona baadaye, na kwenye video hii tena nitaweka link ambayo mnaweza mkaingia kabisa. Mafundisho yapo ewani kabisa wakati huu. Kwa hiyo nitawaomba kwamba saa 4 kamili majira ya Tanzania tunaanza moja kwa moja kuweka nyimbo, kwa sababu unapoanza mapema zaidi sana na nyimbo, wale ambao watakuwa na ugumu wa kujiunga wanapata kujiunga mapema, na kama wana tatizo wanaweza wakauliza na wakasaidiwa. Kwa hiyo ni Jumapili hii ijayo, yani tarehe 4 ikiwa sijakosea, mwezi huu wa 5 ambao unakuja, kwa sababu ni kila Jumapili ya kwanza ya mwezi ndipo tunakusanyika. Haya ndio mabadiliko ambayo yaliingia. Kwa hiyo ndugu zangu, ni haya ambayo nilipenda kwanza kuwaambia kwamba msisahau tujiunge, kwa sababu haya ni muhimu sana kwa ajili yenu. Tunaendelea sasa. Kwa hiyo Biblia wanasema kwamba ni kitabu cha Mungu ambapo kilivuviwa na Mungu mwenyewe, kwamba maandiko yana pumzi ya Mungu. Sasa ndio nikasema kwamba ikiwa hayo ni hivyo gisi wanavyosema, hatutakiwi kuona makosa aidha mikanganyiko ndani ya Biblia. Sasa tutaenda sasa kuingia katika Biblia kwanza hizo za kisasa, kabla ya kuingia ndani ya Kalata Ndimsi, kitabu cha maajabu. Twende kuona kwanza mambo kadhaa ambayo wanaongea na kuhusiana kwanza na hiki kitabu cha Isaya, ambapo uanzishwaji, sherehe ya uanzishwaji huu tutaenda kuipenya ndani, maana utaipata katika kitabu cha Isaya ndani ya Biblia za kisasa katika sura yake ya 6 mstari wa kwanza. Hapo unapoanza kusoma na mkiingia katika andiko lote lile, lakini mimi nitaenda kwanza katika tafsiri ya Ulimwengu Mpya, ambapo wanasema Isaya 6:1 nasema, katika mwaka ambao mfalme Uzia alikufa, nilimwona Yehova akiwa ameketi kwenye kiti cha ufalme kilicho juu na kilichoinuliwa, na pindo za kanzu yake zilijaa hekaluni. Kwa hiyo hapa moja kwa moja wanamwambia kwamba huyu atakayeita kwamba ni Isaya ndani ya Biblia za kisasa, yeye alimuona Yehova, alimuona Mungu, alimuona Mwenyezi Mungu, alimuona Yahweh Elohim El Shaddai, Mungu wa majeshi, Bwana wa milele. Alimuona yuko kwenye kiti cha enzi, lakini akasema kwamba huyu Mungu alikuwa amevaa kanzu. Kwenye tafsiri zingine ni gauni. Kwa hiyo Mungu alikuwa amevaa nguo. Sasa swali ambalo mtu anaweza kujiuliza, ikiwa Mungu alivaa nguo,
nani alikuwa fundi cherehani? Watasema no, Mungu yeye ni muumba, ni yeye akitaka kuumba kitu ataumba tu, hana haja ya fundi cherehani. Sawa, hatuwezi tukabishana, lakini tujiulize, ikiwa Mungu yeye kulifika wakati ambapo aliumba hiyo kanzu ambayo ameivaa, ina maana kuna wakati kwamba alikuwa bado hajavaa hilo kanzu. Sasa kabla ya kuvaa hilo kanzu, Mungu alikuwa namna gani? Je, alikuwa na nguo? Aiza hapana. Twende polepole. Ina maana kwamba kuna wakati ambapo Mungu aliumba, kama aliumba nguo hiyo. Kwa hiyo kabla ya kuumba alikuwa uchi. Aha, lazima mwelewe hivyo, kwa sababu ikiwa Mungu anavaa nguo kabla, ukisema kwamba no, nguo ilikuwepo tu tangu mwanzo, ina maana kwamba haikuumbwa. Okay, kwa hiyo Mungu wenu si Mungu wa pekee, kwa sababu kuna kitu kingine ambacho ni nguo, ambacho nguo ilikuwepo kabla ya Mungu. Aidha, wakati Mungu alipokuwepo na nguo pia ilikuwepo, haikuumbwa na Mungu. Ina maana kwamba nguo iko sawasawa na Mungu, na nyinyi mnasema kwamba hakuna kinachokuwa sawasawa na nani? Na huyu Mungu, gisi mnavyosema. Sasa ni nani? Je, vazi la Mungu, aidha kanzu hiyo ambayo tumesoma hapa, ni Mungu mwenyewe ndio alitengeneza? Na wakati ambapo anaitengeneza alikuwa yuko namna gani? Kwa sababu lazima atasubiri kwamba amalize kutengeneza alafu avae ajivike. Aha, hapo mwende kwanza kujiangalia namna gani mnavyoelewa Biblia. Sasa Isaya yeye alimwona Mungu, alimwona Yehova, alimwona Elohim El Shaddai. Ndivyo anavyosema hapa katika kitabu cha Isaya sura yake ya 6 mstari wa kwanza. Na tukienda katika kitabu cha Kutoka sura yake 24 mstari wa 9 hadi 10, nasema kisha Musa, Haruni, Nadabu na Nabiu na wazee 70 wa Israeli wakapanda mlimani, wakamwona Mungu wa Israeli. Chini ya miguu yake kulikuwa na kitu kama sakafu ya mawe ya johari ya rangi ya samawiti, kikiwa safi kama mbingu angavu. Kwa hiyo hata Musa, Haruni, Nadabu na Abiu na wazee 70 wa Israeli nao pia walimwona Mungu, na hasa cha kushangaza pia wakaona hata miguu ya Mungu, kwa sababu Mungu ana miguu. Sijui kulikuwa vidole 5 kwenye kila mguu, hilo walikoelezwa, lakini waliona miguu hata ya Mungu. Nao walikula wakanywa, lakini hakuna chochote ambacho kilichotendeka, hawakufariki. Mnaelewa hili? Sasa unapoenda kitabu hicho cha Kutoka sura yake ya 33 mstari wa 20, hapa sasa ni Musa anayeongea na Mungu, naye Mungu atamwambia kwamba aombe chochote kile anachokitaka. Naye Musa hakuenda mbali kwamba nipatie hiki na hiki utajiri. No. Musa alimwambia kwamba mimi nataka kuona utukufu wako. Yaani Musa anataka kuona utukufu wa Mungu, na huu utukufu wa Mungu kulingana na andiko hizi ambazo tunasoma, yaani ni uso wa Mungu ndio anaotaka kuona yeye Musa, ila Mungu atamjibu. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 20 inasema, lakini hutaweza kuniona uso, maana hakuna mwanadamu yeyote atakayeniona na kuishi. Kwa hiyo hili andiko ni la uongo, kwa sababu hapa tayari Mungu amesahau kwamba Musa alimuona kwenye kitabu cha Kutoka sura yake 24 mstari wa 9 hadi 10. Musa, Haruni, Nadabu, Abiu na wazee 70 wa Israeli walimuona Mungu kabisa, wakala na wakunywa na hawakufariki. Lakini kwenye kitabu hicho unapoelekea tu peji ngapi, kwenye sura ya 33 mstari wa 20, Musa anasema nataka kukuona tena. Mungu anasema no, hakuna mtu ambaye anaweza kaniona na akaishi. Kwa hiyo Mungu akasema kwamba uso wangu huwezi ukauona, hilo haliwezekani. Sasa Musa naye hakumkumbusha Mungu kumwambia kwamba mbona mimi nilikuona kwenye sura ya 24, si tulikuwa na Abiu, si tulikuwa na Haruni, na tulikuwa na nani na Nabibu na wazee 70, si tulikuona bwana, sasa kwa nini unakataa kwamba nisikuone? Musa naye aweza akasema hivyo. Kwa hiyo Mungu atajieleza kile ambacho anapenda kujieleza, kumwambia kwamba mimi haiwezekani. Mnaona Sasa lakini hutaweza kuniona uso, maana hakuna mwanadamu yeyote atakayeniona na kuishi. Kwa hiyo nyote mnaona kwamba haieleweki. Huyo Mungu amesahau, kama sijui niseme ni Mungu aidha waandishi, aidha kama ni Musa, vyovyote vile ambavyo mnaweza mkasema nyinyi, lakini tunasoma kile ambacho kipo. Na mnapoenda katika Kutoka sura yake 33 sasa mstari wake wa 23 nasema, halafu nitauondoa mkono wangu, kwa sababu Mungu akamwambia kwamba mimi kwenye uso hauwezi ukaona, maana ukiona moja kwa moja utafariki. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi, nitaondoa mkono wangu nao utaniona nyuma. Kuna tafsiri nyingine nasema kwamba utaniona kwenye mgongo.
lakini uso wangu hutauona. Kwa hiyo Mungu ana mgongo. Yes, yaani ana mgongo kabisa, kwa sababu anapokuwa na mgongo lazima sijui huku mbele atakuwa namna gani. Kwa hiyo Mungu akamwambia kwamba kuniona uso wangu lazima kwanza niondoe mkono wangu, kwa sababu Mungu ana mkono. Yes, hicho ni kiumbe kabisa ambacho kinaenea kabisa. Tumeona miguu yake, tumesoma kuhusiana na miguu yake, na hapa sasa naye pia mwenyewe anaongelea kuhusiana na mkono. Kwa hiyo Mungu akamwambia kwamba wewe kuniona uso hilo haliwezekani, lakini mimi nitaondoa tu mkono wangu, alafu sasa ndipo utakaponiona kwenye mgongo, yani utaniona huko nyuma. Mnaona eh? Yani Mungu anamwambia Musa atamuona huko nyuma, kwa sababu Mungu ana mgongo. Hiyo inapenda kusema kwamba yani macho yake yako mbele Mungu, lakini kwenye mgongo hakuna macho, ndio maana yake. Sasa cha kushangaza ni kwamba huyu anaita Mungu, kwa sababu wanasema Mungu ndio muumba mwenyewe, ni yeye aliyeumba viumbe vingine. Mnapoona kwa mfano makerubi aweza masherafi, wao huwa wana macho sehemu zote. Yaani kerubi aweza masherafi hawana haja ya kugeuka ili kukuona, yaani pande zote wanakuona tu, pande zote wanakuona. Ina maana kwamba Mungu anashindwa hata na viumbe vingine ambavyo ameviumba vyenyewe vina macho sehemu zote na havina hata ya kugeuka ili kukuona. Yaani unapotokea wanakuona tu. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba okay, kwa sababu huku nyuma hakuna macho, basi hata nikugeukie, basi macho hayatafanya kwamba ufariki. Unaona? Kwa hiyo huyo ni Mungu. Hiyo ni Biblia ambayo wanasema kwamba maandiko yamepuliziwa na pumzi ya nani? Ya Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 32 mstari wa 30, hapa ni kuhusiana na Yakobo. Yakobo nyote mnaweza mkajua historia kwamba alipambana na malaika, sijui alipigana na malaika, lakini baadaye akasema kwamba kumbe alikuwa ni Mungu mwenyewe. Mnaona? Alikuwa ni Mungu mwenyewe ambaye alipambana naye. Sasa kwenye mstari huu wa 30 katika sura ya 32 ya Mwanzo wanasema Yakobo akapaita mahali pale hapo Panueli, akasema nimemwona Mungu uso kwa uso, nami sikufa. Kwa hiyo Yakobo naye pia anadhibitisha, anasema kwamba aliona Mungu uso kwa uso, lakini hakufariki. Wakati Musa yeye alikuwa bado wakati huu, kwa sababu Yakobo amekuja kabla ya Musa. Musa alikuwa bado hajazaliwa. Tayari kuna mmoja ambaye alimuona pia uso kwa uso, ambaye ni Yakobo, lakini hakufariki. Sasa alipozaliwa Musa akawa mtu mzima, akaomba Mungu kwamba napenda kuona utukufu wako, ambao napenda kuona uso wako. Mungu akasema no, haiwezekani, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaniona mimi na akaishi. Kwa hiyo Mungu akakataa, akasema haiwezekani. Sasa kwa nini Yakobo aliona uso wa Mungu na hakufariki? Sasa je, huyo Yakobo si mwanadamu aiza namna gani? Nani anaongea ukweli? Je, ni Mungu aiza Musa aiza Yakobo? Ikiwa mmoja wao anaongea ukweli na mwingine anasema uongo, ina maana kwamba mambo yote ni ya uongo mtupu. Sasa Yohana 1:18 anatuambia namna gani? Hakuna mtu aliyemwona Mungu kamwe. Mwana wa pekee aliye sawa na Mungu, ambaye ameungana na Baba, ndiye aliyetujulisha habari za Mungu. Yohana 1:18 anasema kwamba hakuna mtu aliyemwona Mungu kamwe. Sasa wale walioona wakina Musa, wakina Yakobo, wote sio watu. Aidha walikuwa ni nyama, sijui walikuwa ni wadudu, hawakuwa watu ambao walimwona huyu Mungu. Hatuelewi sasa mambo yako namna gani. Huu ni uongo ambao wanapenda kuambia watu, na watu wameamini hivyo. Kuna watu ambao walimuona Mungu, tumeyaona hayo. Yohana sura ya 6 mstari wa 46, huyu anayeita Yesu naye pia atakuja pia na kusema nini, na kudhibitisha kile ambacho kinaongelewa. Yohana 6:46 inasema, hii haina maana kwamba yupo mtu aliyemuona Baba. Haina maana kusema kwamba kuna mtu ambaye alimuona Baba. Hiyo haina maana yoyote. Kwa hiyo yote ambayo tumesoma huko kwamba wakina Musa, Abiu, Haruni na Abiu na Nadabu pamoja na wazee 70, Yakobo, wote ambao walioona huyo Mungu huko, wote hao Yesu anawaambia kwamba hawana maana yoyote, kwa sababu hii haina maana kwamba yupo mtu aliyemwona Baba, isipokuwa yule aliyotoka kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Kwa hiyo huyo Yesu naye pia anasema kwamba na wote hao ambao walisema kwamba walimuona Mungu, uongo mtupu, ili kusema kwamba Biblia kumejaa uongo kabisa. Huu ni uongo, ninachokiongea mimi ndio ukweli, mambo mengine yote ni uongo. Ukweli uko wapi? Uongo uko wapi? Nyote mnauona. Kwa hiyo wanabebana, ni Biblia hiyo hiyo, alafu wanasema kwamba ni kitabu cha Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 7 mstari wa 55, hiki ni kipindi cha Stefano. Nyote mnajua
Inasema hivi, lakini Stefano akiwa amejawa na Roho Mtakatifu. Ina maana kwamba amejawa na Roho Mtakatifu hawezi akaongea uongo. Akatazama juu mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu amekaa upande wa kulia wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuwa upande wa kulia ni kwa sababu Stefano alimuona. Ina maana kwamba ili kusema kwamba aliona utukufu wa Mungu lazima aone Mungu ili kwamba apate kujua kwamba huu ni utukufu wa Mungu, kwa sababu utukufu wa Mungu kulingana na maandiko haya ni uso wa Mungu. Tena sijui kama mnaelewa, yaani ni uso wa Mungu. Kwa hiyo aliona Mungu, aliona uso wa Mungu, alafu akaona na Yesu kwenye upande wa kulia. Huyu ni Stefano. Kwa nini nasema kwamba unaposema kwamba utukufu wa Mungu ni uso wa Mungu, ni kwa sababu katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 33 mstari wa 18 Musa anasema namna gani? Anasema na kusii unionyeshe utukufu wako. Ndivyo alivyosema Musa. Unaona, kulingana na maandiko haya ambayo tunasoma, yaani utukufu wa Mungu kulingana na haya maandiko ambayo tunasoma, ndio nasema yaani utukufu wa Mungu ni sura yenyewe ya Mungu, ndio maana yake. Kwa sababu Musa aliposema kwamba na kusii unionyeshe utukufu wangu, Mungu alimjibu namna gani? Kwenye mstari wa 20 Kutoka 33 Mungu akasema, lakini hutaweza kuniona uso. Kwa sababu Mungu alipenya, alielewa kwamba huu utukufu ambao anamaanisha ni uso wenyewe. Ndio maana Mungu akasema hutaweza kuniona uso, maana hakuna mwanadamu yeyote atakayeniona na kuishi. Sasa ndugu zangu, kuna watu waliomuona Mungu, aidha hawakumuona Mungu. Anaweza akaonekana na mtu asifariki, aidha mtu akiona Mungu na anakufa. Haya yote yako ndani ya Biblia. Mnasema kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu, sijui ni ukweli mambo mengine, lakini majibu hakuna. Natoka katika hizo takataka. Sasa yote niliyoongea ulikuwa ni utangulizi. Tunaingia sasa ndani ya Karata Ndimsi ili kuwapatia kabisa hadithi halisi kuhusiana na uanzishwaji uliotendeka katika kitabu hicho cha Wonja sura yake ya 6. Ndio maana tunaingia katika kitabu cha Wonja sura yake ya 6 mstari wa kwanza, nasema katika mwaka wa kifo cha kimwili cha mfalme Nginyabwindeya, mimi Wonja nilimwona Mutatedi kiroho kwenye kiti cha juu sana cha enzi, na pindo ya kitani yake ilijaza hekalu. Tunasimama hapa tayari wanaanza kuwaonyesha kwamba hapo wanaposema sijui Mungu, no, hapa wanaongelea Mutatedi. Mutatedi ni roho anayewaongoza na kuwaanzisha walioanzishwa na kuwatawaza walioanzishwa. Huyu ndio Mutatedi. Sasa wanamwambia kwamba ni yeye ambaye Wonja alimuona kwa macho ya roho yake, akamuona, akaona kwamba yuko juu yuko kwenye kiti cha enzi, na tutaenda kueleza. Kwa hiyo hapa moja kwa moja wanaposema kwamba na nilimuona Mutatedi kiroho kwenye kiti cha enzi sana cha juu sana cha enzi, na pindo ya kitani. Hiyo kitani ni kaa kubwa, kwa sababu wanaposema kitani aweza vazi ambalo wanalivaa ni roho pia waagizo kula vitu. Sikilizeni kwa makini kwa sababu unapoongelea kuhusiana na vazi, nyuma kuna roho anayesimamia mavazi ya uanzishwaji. Muelewe vizuri, maana Wonja hapa anaona ni sherehe ya uanzishwaji inayofanyika hapa. Kile ambacho kitakachoendelea ndicho ataenda kufafanulia sisi ambao hatukuwepo. Atatueleza kile ambacho kilitendeka. Kwa hiyo atamwona Mutatedi. Mutatedi alikuwa kwenye kiti cha enzi, na wale wasioelewa vizuri ni kwamba kiti cha enzi sio kiti ambacho labda mimi nakaa kwenye kiti, hasa hao wafalme wa siku hizi ambao mnawaona wanakaa kwenye kiti, kwamba hicho ndio kiti cha enzi. No. Wanaposema kiti cha enzi, yani ni roho pia waagizo kula vitu ambaye anaitwa kiti cha enzi. Mnaona? Na wanaposema kiti cha enzi, yani msiwe na mafikra yoyote kuhusiana kwamba labda unakaa kwenye kiti za mwingine. Sasa wanaposema kwamba Mutatedi yuko kwenye kiti cha enzi, maana yake nini? Ina maana kwamba yuko juu ya roho mwingine anamuikalia? No. Yani maana yake Mutatedi anaweka nguvu zake kwenye hizo roho ambazo ni kiti cha enzi. Tunaendelea. Ndio maana kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 276 hadi 279 inasema, nilimwona Mutatedi juu ya kiti cha enzi kirefu sana, na pindo za kitani yake ikajaza hekalu. Kwa hiyo hata Dubise ambaye wataita Henoko naye pia aliona hayo maono ambayo Wonja aliyoyaona, naye pia anadhibitisha. Alafu anaendelea, weya, yani maserafi wakasimama juu yake. Juu ya nani? Ya Mutatedi. Kila mmoja wao alikuwa na mabawa 6, mawili ambayo kwayo walifunika nyuso zao, mawili ambayo kwayo walifunika miguu yao, na mawili ambayo walikuwa wakiruka kwayo. Kuna mabano kwa ajili ya sherehe. Maana yake ni nini? Kwa sababu kuna wengine wanaojiita kwamba wachungaji wanasema kwamba
au mashirafi wanapofunga nyuso mikono yao miwili aza mabawa ambayo inafunga nyuso, ni kwa sababu hawawezi wakaona utukufu, hawawezi wakavumilia kuona utukufu wa Mungu. Namna gani mashirafi hawawezi wakaona utukufu wa Mungu? Namna gani, wakati shetani mwenyewe ambaye kabisa ni mtenda mahovu, ambaye yani sijui niseme namna gani, lakini yeye katika kitabu cha Ayubu sura yake ya kwanza, yeye anakutana na Mungu, anaongea na Mungu live. Alikuwa anatembea tembea, Mungu anapiga naye story, anamuuliza ulikuwa wapi? Nilikuwa natembea tembea. Yeye ambaye ni mwovu kabisa, anamuona Mungu, wanaongea na Mungu, lakini viumbe vyake ambavyo havijaanguka, ambavyo havina kosa lolote, sasa ndio vijifiche, ili kwamba hawawezi wakavumilia utukufu wa Mungu, amuone kwamba haina tamaa. Na mnapoangalia vizuri ndani ya Biblia za kisasa, kwa mujibu wa Biblia za kisasa, ni mashirafi ambao wako karibu na Mungu kuliko hata malaika, ikiwa mwelewe. Hivyo vipo ndani ya Biblia za kisasa. Sasa namna gani mnaongea mambo ambayo hamwelewi? Niliona kwamba msingi wa kiti cha enzi alichokaa Mutatidi ulikuwa umezungukwa na mwanga wa msongamano mkubwa sana, na radi ilimulika kutoka humo pande zote. Kiti hiki cha enzi kilikuwa Jopele Epeti, yaani wanaposema kiti cha enzi inaitwa ni Jopele Epeti, alafu maana yake ni nguvu kuu, yaani nguvu kuu ndiyo Jopele Epeti, hodari. Kwa hiyo Wonja katika maono yake aliona roho tatu za agizo kula vitu. Aliona kwanza Mutatidi, akaona kiti cha enzi, lakini pia akaona kitani ambayo Mutatidi alikuwa amevaa, na hizo zote ni roho ambazo zinafanya mtu huyu mmoja. Kwa sababu wanapoongelea kuhusiana na mavazi, yani hapo tayari tunaona kwamba kuna roho msimamizi wa mavazi ya uanzishwaji ambaye yupo tayari. Unaona kwamba kuna Mutatidi, kuna kiti cha enzi na kuna kitani aliyoivaa. Ina maana kwamba wote hao ni roho tatu ambao watafanya kitu kimoja, kuweka nguvu moja, ili kwamba kumuonyesha kile ambacho Wonja anatakiwa kukijua na kukiona wakati huu. Kwa hiyo sasa, ndio maana kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 429 nasema mambo ya kujua ambayo tunayaona, kuna mabano penya, yani kupenya, na tusioyaona, yani kupenya, tusioyapenya, nguvu za kiroho, viti vya enzi, utawala, wakuu na roho zote zenye mamlaka na uwezo. Tunasimama hapo, alafu tunaingia nda Dubise. Katika safari yake ya kiroho, ndugu zangu, ataona aina mbalimbali za roho za agizo kuu la vitu, na baada ya kurudi katika hali inayoonekana ataandika. Sasa kuna kundi mbalimbali ambazo za roho alizoziona, sasa ataziweka kama jinsi alivyoziona. Anaanza kusema kwamba kuna nguvu za kiroho, yaani hilo ni kundi la roho za agizo kuu la vitu ambao wako kwenye kiwango kingine. Hapo kunaweza kupatikana hata walinzi sijui hata malaika wengine aina mbalimbali, hata mabebute mudi, tuseme hata makerubi wamo katika kundi hilo ambalo ni nguvu za kiroho. Lakini pia kuna fuata nyingine ambayo inaitwa viti vya enzi. Hivyo vinakuja, yani hizo roho, hiyo kategoria ya roho inakuja katika nafasi hiyo, viti vya enzi. Yani hivyo viti vya enzi ni aina zingine za roho za agizo kuu la vitu ambazo zipo katika kategoria hiyo ya kuwa viti vya enzi. Na viti vya enzi tunaona kwamba ni nguvu kuu yenyewe, Jopele Epeti. Lakini akagusia pia kuhusiana na utawala na wakuu. Hapa wanaposema wakuu, pia ni aina zingine za roho za agizo kuu la vitu ambazo zimo katika kategoria hiyo ya wakuu. Na niliwahi kutoa video ambayo inahusu kuhusiana na malaika mkuu Mikaeli. Nyote mnajua yeye yuko katika kategoria za kitengo, waweza katika nafasi hiyo ya wakuu pia, kwa sababu ni mmoja kati ya wakuu. Kwa hiyo ni aina ya kwanza ya kiti cha enzi. Hapo tunaingia katika kiroho ambayo tumeona kwamba ni roho za agizo kuu la vitu. Hiyo ni aina ya kwanza. Sasa tutaanza kuona aina nyingine ya kiti cha enzi iko namna gani. Tunaenda katika kitabu cha Kinye Ewo, yani Wafalme wa Kwanza 31:12. Inasema mfalme wa Tombwane Bila na Kokise mfalme wa Soma walikuwa wameketi kila mmoja katika kiti chake cha enzi. Unaona Kwa hiyo hicho kiti cha enzi sasa cha wafalme hapa, huyu wa Soma na wa Tombwane Bila, ni kiti ambacho kimetengenezwa, lakini hakitatengenezwa na kila mtu, hapana. Kitatengenezwa, yani kuna roho za agizo kuu la vitu ambao wao watawavuvia walioanzishwa baadhi, ambao wataona kwa maono na kutengeneza hivyo viti katika hali hii inayoonekana. Na ndio maana mtaona
viti vya enzi, hata viti tu vya wafalme katika kipindi cha awali, mnapoangalia jinsi walivyokuwa wakivichonga, mtaona kwamba kuna aina mbalimbali ya taswira za labda wanyama, za ndege, mambo kama hayo. Yani unaona kwamba kiti kwelikweli kama hivi kinaongea kabisa, yani wanakichonga kabisa namna hii. Kwa hiyo kwa sababu hapo awali mababu zetu walioanzishwa, waliotembea kulingana na ukweli wa neno la lugha, walikuwa wakiona maono na kuonyesha kwamba ni namna hii wanatakiwa kutengeneza hichi kiti ili kwamba mfalme apate kukaa. Na hata katika kipindi cha mfalme Ikutu ambaye wataita Nebukadneza, naye pia alikuwa na kiti chake cha enzi, na wakati ambapo alifanya mambo ambayo sio mazuri, akafukuzwa, akakaa katika misitu huko kwa muda wa miezi 7. Ndani ya Biblia za kisasa wanasema miaka 7, miezi 7. Hakuna yeyote aliyechukua nafasi yake. Hakuna yeyote ambaye alichukua nafasi yake kusema kwamba aidha amempindua, mimi ndio nitakuwa mfalme kwa sababu yeye hayupo tena, ameshakuwa kichaa. No, hakuna. Kwa nini? Kwa sababu ili kwamba upate kuwa mfalme katika kipindi hicho, kwa sababu unatakiwa uanzishwe uwe katika ukweli wa neno la lugha, na hapo nyuma kulikuwa roho ambazo ni viti vya enzi, jopele bepeti, ndio wanaompatia yule mfalme mamlaka, uweza, nguvu ya kukaa kwenye kiti cha enzi ambacho mnakiona, na anafanya mambo kwa uweza, kwa nguvu ya hali ya juu. Sasa ndio maana katika kiroho mfalme Ikoto yeye kiroho, yani roho za agizo kula vitu ambao ni jopele bepeti walikuwa bado hawajamuacha, hawajaondoka kabisa, lakini katika hali inayoonekana alipewa hiyo adhabu aondoke, ili kwamba ajifunze na baadaye kwelikweli akarejea akawa mtu ambaye ni nzuri. Kwa hiyo hapa kuhusiana na viti hivi vya enzi ambavyo ni katika hali inayoonekana, tumeshaona moja kwa moja ni viti ambavyo vitatengenezwa, lakini sio viti kama viti vya wafalme wa siku za leo ambazo hizo havina hata maana, kwa sababu hakuna chochote cha kiroho nyuma yake. Na mwelewe kwamba mfalme yeyote ambaye ataitwa mfalme ni mtu mweusi tu. Wafalme wengine wote ambao mnasikia kwamba katika nchi fulani kuna mfalme fulani, mfalme wa nchi fulani, kuna mfalme wa nchi fulani, aidha malkia wa nchi fulani ambaye si mweusi katika, yani wafalme ni swala la watu weusi sio swala la wazungu aidha Waarabu, no, ni swala la watu weusi peke yao ndio wafalme. Hawa watu wanaiga tu kile ambacho kilikuwa katika kipindi cha awali upande wa mababu zetu, na hata wafalme walikuwa wanaanzishi, wanajua ukweli wa neno la lugha na wanatembea kulingana na neno la lugha. Hichi ndio kitu ambacho unatakiwa kukielewa. Kwa hiyo ni aina nyingine ya kiti cha enzi, ndugu zangu, katika hali hii inayoonekana. Sasa aina ya tatu sasa ya kiti cha enzi ni katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, aina Kinya Ewe, sura yake ya 31 mstari wa 22, nasema ni katika kipindi ambapo ndani ya Biblia za kisasa wanasema kuhusiana na Mikaya. Mikaya alimwona Mungu ameketi kwenye kiti cha enzi na pembeni yake kulikuwa malaika wamemzunguka. Sasa akaanza kuwauliza ni nani atakaye kwenda kumdanganya mfalme Ahabu. Mmoja akatokea, roho nyingine ikatokea ikasema mimi nitaenda kumdanganya. Mungu akasema okay, utafanya namna gani? Nitafanya hivi na hivi. Mnaweza mkaona katika kitabu cha Wafalme, nafikiri sijui 22 19 20 hadi 23, mambo kama haya mnaweza mkaona, lakini ukweli ni huu hapa. Mene ambaye wataita Mikaya ni katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, yani hii ni kalata hichi ni kitabu ndani ya Biblia za kalata ndimsi, ni kitabu cha Kinye Ewo, Wafalme wa Kwanza 31:22. Tunaenda kuonyesha aina ya tatu ya kiti cha enzi. Mene akasema, sikiliza sasa, nilimwona shetani mudima bobe, yani roho mbaya, ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Sasa wanaposema sasa kwamba shetani amekaa kwenye kiti cha enzi, maana yake ni nini? Kwa sababu tumeona kiti cha enzi maana yake ni roho za agizo kuu la vitu. Ina maana kwamba je, shetani wakati alipoanguka alianguka na baadhi ya roho ambao wanaitwa kiti cha enzi ili kwamba apate kuketi kwenye kiti chake cha enzi? Hizi ndio swali ambazo unaweza mkauliza. Ndio maana nikamwambia kwamba kuna aina mbalimbali na vipengele mbalimbali vya kuonyesha namna gani kiti cha enzi kilivyo. Hapa kuhusiana na shetani, wanaposema kwamba ameketi kwenye kiti chake cha enzi, maana yake tu kukaa na uweza wake, ndio maana yake tu, sio kwamba labda yuko juu. Waweza kuna roho zingine ambazo wanaitwa jopele epeti ndio wako pale ambao alianguka nao. Hapana, sio hivyo. Yani kuhusiana na yeye ni kukaa kwa uweza wake, yani kukaa na uweza wake, nguvu zake tuseme, ndio maana yake. Mene akasema, sikiliza sasa, nilimwona shetani mlima bobe, roho mbaya, ameketi kwenye kiti chake cha enzi, yani kuna mabano, kukaa na uweza, na bamululuma bungulane, malaika walioanguka wamesimama karibu naye upande wake wa kulia na wa kushoto. Kwa hiyo hapa
Hii ni aina nyingine ya tatu ya kiti cha enzi ambacho inahusiana na shetani na ambayo haina chochote kabisa na kuhusiana na viti vya enzi ambavyo tumeviona hapo. Ni tofauti zaidi sana kama jinsi nilivyowaonyesha. Hicho kilikuwa ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili ni kuhusiana na sherehe ya uanzishwaji. Sasa hapa anaingia sasa Wonja kuelezwa sasa ili apate kujua ni nini ambacho kinaendelea. Mstari wa Wonja sura yake ya 6 mstari wa 2 hadi 6 inasema weya, yani maserafi wakasimama juu yake. Juu nani? Ya Mutateti. Kila mmoja wao alikuwa na mabawa 6, ndivyo tulivyoona, mawili ambayo kwayo walifunika nyuso zao. Maana yake ni nini? Yaani ikiwa na mabawa mawili kwa sababu wanajifunika nyuso zao, maana yake ni nini? Sasa hapa anaanza kufunzwa, anaanza kuanzishwa Wonja sasa apate kuelewa kwamba maana yake ni nini. Maana yake upotofu na upofu wa wasioanzishwa. Kwa hiyo anaelezwa kwamba gisi haya mabawa mawili, mmeona kwamba haya mashirafi wameweka kwenye nyuso, uelewe moja kwa moja kwamba inamaanisha kwamba ni upotofu na upofu wa wasioanzishwa, wa watu weusi, gisi wanavyofanya, hali yao gisi ilivyo kwa wakati huu. Ndio maana yake ambavyo anaanza kuanzishwa sasa, anaanza kuelezwa kile ambacho kipo. Mawili ambayo kwayo walifunika miguu yao, maana yake ni nini? Kwa sababu tunajua kwamba miguu katika ulimwengu wa kiroho tunajua kwamba ni miguu inayofanya kwamba mtu aende kutangaza ujumbe za habari njema. Sasa ikiwa miguu imefunikwa, inamaanisha itawakilisha uzembe, yani uvivu na kutojali kwa watu wasioanzishwa. Yani hawajali hata maandiko, hawajali hata ukweli, hawajali injili ya ukweli, yani ni wadhembe, hawatembei miguu imefunikwa, hawana chochote ambacho wanakifanya. Hiyo ndio maana ya mabao mawili pia kwenye miguu. Au mashirafi wanamwelezea, yani yeye anaelewa hivyo moja kwa moja nini kinamaanisha kuhusiana na wasioanzishwa ambao wanatembea si kulingana na ukweli wa neno la lugha. Na mawili ambayo, yani mabawa mawili ambayo walikuwa wakiruka kwayo. Sasa hapa sasa ndipo tunaingia, ikiwa wanasema kwamba hayo sasa mawili ndio inawasaidia ili kupata kuruka, loba, maana yake sasa taifa ikiwa sasa wametambua kwamba wako katika uzembe, kwamba wako katika upofu, yani wapo katika upotofu pia, hapo ndipo taifa sasa litasimama. Na ikiwa litasimama sasa litaruka, na huko kuruka yani ni kuvuka mipaka, yani unavuka mpaka wako. Yani ina maana kwamba kwa mfano mtu unaweza ukafanya, kwa mfano unafanya zoezi, unasema kwamba hapa mimi kabisa kikawaida ninapofanya hii push up, tuseme kwa mfano nafanya 20, lakini nitaenda tena zaidi ya 20. Yani unavuka mpaka sasa. Ikiwa ulikuwa mzembe, sasa unatoka katika uzembe, unafanya kile ambacho kinatakiwa tena kwa namna nyingine ambayo iko tofauti zaidi sana. Kwa hiyo hapa ndipo sasa taifa linatoka katika ujinga, linatoka katika uzembe, linatoka katika upofu, linatoka katika uvivu, yani linatembea wala linasikia neno ukweli, na wanaingia moja kwa moja ili kutembea kulingana ukweli. Na hapo ndipo sasa boom, wanaruka. Yani ni uweza, nguvu, mamlaka sasa yanaingia ili kwamba taifa lipate kuenenda kulingana ukweli. Na hapa itawakilisha roho, hapa itawakilisha roho ambayo sasa imekuwa huru, ambayo inatembea kulingana na ukweli wenyewe. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri ndugu zangu. Sasa hapo ndipo Wonja wakati alipoona hayo akaelewa, okay, na mawili ambayo walikuwa wakiruka kwayo, yani kuvuka mipaka kwa taifa, yani taifa linatoka katika hali hiyo, linasonga taifa linaingia katika namna nyingine ya kutafakari, wanatoka katika zile takataka, mafundisho ya uongo, wanaingia sasa katika ukweli wenyewe. Mimi Wonja nilielewa haya yote wakati wa sherehe ya Weya, yani maserafi. Kwa hiyo haya yote ambayo amesema hapa kuhusiana na namna au Weya masherafi walikuwa wameweka mabawa yao kwenye nyuso, ameeleza, kwenye miguu ameeleza, na ile mbili ya kuwasaidia kuruka ameeleza kila kitu. Wonja alielewa hayo. Sasa baada ya kuona hayo, ataonyeshwa sasa upande mwingine. Ndio maana mstari wa 3 inasema walipiga kelele mmoja kwa mwingine, hao maweya, wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Kwa nini waongee mara 3 mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu? Kwa sababu mtu anaishi katika vipimo vitatu: kipimo cha roho, kipimo cha nafsi na kipimo cha mwili.
Kwa hiyo ndio maana anasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni muumba pekee, na hata zaidi ya utakatifu, kwa sababu muumba yeye ni takatifu kweli, ni mtakatifu, lakini nje, yuko zaidi ya mtakatifu, kwa sababu ni yeye anayefanya kwamba utakatifu upate kuwepo. Kwa hiyo ili kwamba uhakikishe kwamba utakatifu uwe na wewe uwe mtakatifu, ina maana kwamba wewe uko nje hata ya utakatifu, uko zaidi ya utakatifu. Nafikiri mnaelewa hii. Huyu ndio muumba ambaye tunaongelea. Dunia nzima imejaa udhihirisho wa utukufu wake. Yes, ni hapa sasa wakati ambapo taifa linasimama na kuwa huru, kwa sababu uonja anapoona maono, yani anaona katika vipengele mbalimbali, anaona katika nyakati mbalimbali. Huu ni wakati ambapo watu weusi watasimama, watakubali ukweli, watatembea kulingana na ukweli, na sehemu moja ya unabii wake imeshaanza kutimia, kwa sababu ndio wakati huu mmoja ambayo itaendelea. Ingawa wakati wetu sisi tumepokea ukweli huu, baadhi wengine wanatuona kama vile hatuko sawa hiyo ni kawaida, inawahusu, lakini muda ambao unakuja baadaye, vizazi vingine, watoto wetu wengine ambao watakuja hapo, wao wataelewa zaidi sana na wataingia tena zaidi, na taifa la watu weusi litageukia kabisa muumba wake wa ukweli. Hapana hizi takataka za dini ambazo waliletewa, miungu ya uongo, kuabudu vitu ambavyo wenyewe hawavijui. Kwa hiyo ni wakati ambapo Wonja aliona. Ndio maana tunaingiza katika kipengele cha tatu, ni kuhusiana na Mutatedi na Weya. Mutatedi na Weya na masherafi. Milango isiyoonekana ilitikiswa, kuna mabano, harakati ya ufahamu katika misingi yao kupitia sauti iliyosikika, na hekalu lilijaa moshi usioonekana, yaani nishati hai. Mimi Wonja niliona kwamba misingi ya kiti cha enzi alichosimama Mutatedi ulikuwa umezungukwa na mwanga wa msongamano mkubwa, na radi ilimulika kutoka humo pande zote. Kiti hiki cha enzi kilikuwa jopele epeti, yani nguvu kuu. Mwonekano wa Weya, yani maserafi, ulifanana kama makaa ya moto yanayowaka. Kulikuwa kama kuonekana kwa miengi inayowaka, na ule moto ukazunguka kati ya Weya, yani maserafi. Moto ukaangaza na umeme ukatoka kwenye moto, na mwili wote wa Weya, yani maserafi, migongo yao, mikono yao na mabawa yao yalifunikwa kwa macho, yani walikuwa na macho tu sehemu zote. Macho ya Mutatedi, hapa anaelezea Mutatedi sasa. Hapa amemaliza Weya, anaingia sasa Mutatedi. Macho ya Mutatedi yalikuwa kama mwali wa moto unaowaka. Mwili wake ulikuwa kama jiwe la thamani. Uso wake uling'aa kama umeme. Sura yake ilikuwa ya kutisha sana. Kutoka kwa jopele epeti, yani nguvu kuu, mito ya moto ilitoka. Mzunguko wake ulikuwa kama sehemu ya jua inayong'aa, na mng'ao wake, mng'ao wa kung'aa ulitoka kwa Mutatedi, ulikuwa unawaka na kung'aa kama shaba iliyosuguliwa. Kulikuwa na mwangaza wa jua katikati ya moto unaowaka. Moto mkali ukawaka karibu naye. Huo ndio mng'ao wa kung'aa ambao nilikuwa nimeuona ukitoka kwa Mutatedi. Fahari ukuu wake haiwezekani kwangu kueleza. Kwa hiyo anawaambia kwamba alichokiona anajaribu yeye mwenyewe kwa maneno ambayo anaweza akatumia kwa yale ambayo anayajua yeye, lakini mengine hawezi kabisa hata kuyaelezea, kwa sababu hayaelezeki kwa maneno ambayo anaweza katamka hapa, hayaelezeki. Lakini pamoja na hivyo alijaribu kuhusiana na kile ambacho anachokielewa, lakini kuhusiana na ukuu na fahari ya Mutatedi, hilo hawezi akaeleza. Kwa hiyo Mutatedi alimwonyesha Wonja kwamba watu weusi wakirejea kwenye chanzo chao halisi, katika ukweli halisi, hivi ndivyo utu wao wa ndani, hivi ndivyo roho zao zitakavyokuwa na mwanga wa hali ya juu. Mtu mweusi atakuwa tena kiroho luba, atachukua wazifa wake kama kawaida, na roho yake itadhihirisha mwanga wa hali ya juu. Hivi ndivyo Mutatedi anamweleza Wonja. Kisha nikasema, ndipo Wonja akasema, ole wangu, ole wangu, nimepotea. Kwa nini mimi ni mtu ambaye bado sijapata kuunganishwa utu wangu tatu? Ninaishi kati ya watu, yani wasioanzishwa, ambao matendo yao ni ya kulaumiwa, na macho yangu yameona kiroho Mutatedi. Ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba kwamba huyo
Isaya anasema ole wangu mimi mwenye dhambi. Ikiwa wewe ni mwenye dhambi, kwenye mstari wa kwanza kule unaambia watu, unaanza kuwakemea wengine kwa nini wanatenda dhambi, hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, jinsi unavyojua huko. Me, kwa nini ikiwa na wewe pia wewe ni mwenye dhambi, kwa nini sasa uanze kufokea wengine? Lakini hapa uonja, yeye ni nabii, yeye ni nabii, lakini alichokiona akasema kwa sababu mimi mwenyewe utu wangu wote tatu haujakuwa kitu kimoja. Maana yake ni nini? Yaani kwa sababu utu unapokuwa kitu kimoja, yani ni aina nyingine ya mwili tukufu unapata, na hapo hivyo unaweza ukanyakuliwa, aweza kuwa kama roho wa agizo kula vitu. Sasa yeye hajawa na hivyo, kwa sababu bado angali katika hali inayoonekana. Sasa alichokiona, aliona mwili ambao unatakiwa mtu mweusi kuwa nao, wakati ambapo mtu mweusi atakuwa katika utukufu wake. Akasema alipojiona na kuona kile anachokiona, anasema Abu Tatili, kama vile mimi naogopa, kwa sababu mimi mwenyewe kwanza utu wangu wote tatu haujakuwa kitu kimoja, na nilichokiona hicho naogopa, inanitisha, inanitisha. Kwa hiyo Mutatili anamwonyesha namna gani mtu mweusi atakapokuwa, baada ya kuunganisha utu wake wote tatu, anakuwa na mwili ambao tukufu wa ajabu, nishati ajabu, hadi uonja. Akasema no, hii inatisha. Lakini mmoja wa weye akaruka kiroho kuelekea roho yangu, akiwa ameshikilia mkononi mwake jiwe linalowaka, lililo hai na linalometa, kuna mabano, aliambatana na roho wa kusafisha. Yaani masherafi, yeye weya anaambatana na roho wa kusafisha. Kusafisha ni nini? Yaani ikiwa ulikuwa bado hujakuwa na utu wako wote tatu vizuri, ikiwa ulikuwa na dhambi kwa mfano, sijasema kwamba mmoja alikuwa na dhambi, yeye kumrazi anakusafisha, unakuwa safi. Sio kama unaelewa. Na ndio maana tunaingia katika kipengele cha 4, roho wa kusafisha. Huu usafi sio wa kutoa uvumbi au uchafu, no. Usafi kulingana na utu wako wote tatu, zaidi sana kiroho na nafsi zaidi. Kitabu cha Dubise sura ya kwanza mstari wa 340 nasema mabahu, yani ofanimu, huunda duara kubwa la kuogofi, na wamefunikwa na macho yenye kumetameta. Kuna mabano watatuelezea, yani macho mnayoona kwenye, ambao hatujawahi kuona, ambayo yapo kwa mabau aiza ofanimu aiza mashirafi, wanasema kwamba ni milango inayoelekea kwenye hali halisi nyingine, yaani ni milango mingine ambayo inakupeleka kwenye uhalisia mwingine. Sijui kama unaelewa hivi. Na mawe yenye moto hai yanayometa, kuna mabano, roho za kusafisha pande zote. Kwa hiyo macho ya mabao ambayo tumeona ufanimu yanaweza yakakupeleka kwenye hali halisi nyingine, kwa sababu kuna aina mbalimbali ya uhalisia ambayo tunaishi. Sasa wanawambia kwamba hao roho wa kusafisha wako pamoja na roho ambao mabau ofanimu wako pamoja. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kwamba ni mabau aiza ofanimu, sio kwamba ofanimu wako na hao roho wa kusafisha, kwamba roho wa kusafisha wasafishe mabau. Hapana, ni kwa sababu ni ofanimu ambao wanaosafirisha roho za watu wanapofariki. Sasa ili kwamba zipate kwenda kuingia katika agizo kula vitu, hizo roho zinatakiwa kusafishwa, na ndio maana hizo roho za kusafisha ziko pale, zinahosha, zinasafisha hiyo roho, halafu mabau wanapeleka. Sasa wote wako pamoja, na ndio maana wamegusia hapa mabau ambao ni maofanimu pamoja na roho hizo za kusafisha. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Dubise sura yake ya kwanza sura 673 inasema niko, anayeongea hapa ni Shetani mlima-bovu, kwa maana daima nimekuwa katika uwepo wa mawe yanayowaka hai na yenye kumeta, kuna mabano, roho za kusafishwa. Kwa hiyo Shetani mlima-bovu naye mwenyewe hapa alikuwa akijisifu kuwa wakati fulani, wakati fulani aliwahi kuwa kati ya roho za kusafisha, yaani alikuwa pamoja nazo wakati ambapo alikuwa bado kabla yeye hajaanguka. Kwa hiyo anaona kwamba ni fahari zaidi sana kuwa karibu na hizo roho. Kwa hiyo hizo roho
ni zipi hasa? Ndio maana asili ya ndani ya shetani, sura yake ya kwanza mstari wa 63 ni ndani ya Kalata Ndipsi, inasema neno la Teteh ambaye ni Luba lilikuwa limemweka yeye nani, na aliishi kwenye taji la jengo la agizo kuu la vitu. Alikuwa akiwasiliana na mawe yanayowaka hai na ya kumeta, yani roho za kusafisha. Kwa hiyo hivyo ndivyo shetani mlima mube alivyokuwa hapo awali kabla ya kuanguka. Kitabu cha Uonja sura ya kwanza mstari wa 7 hadi 13 inasema roho wa kusafisha katika kugusa roho yangu, kuna mabano, roho inayojulikana kwa jina la denge. Denge ili kuwepo. Denge maana yake ni roho anayeitwa kwa jina la denge, maana yake, yani denge maana yake ni halafu. Sikilizeni kwa makini, yani namna unapofanya kitu fulani halafu nasema halafu sasa ni nini ambacho kitafuata? Kwa hiyo halafu hiyo ni roho ambaye yuko pale, ndio anaitwa denge. Denge, roho wa kusafisha katika kugusa roho yangu, kuna mabano, yani roho inayojulikana kwa jina la denge ili kuwepo. Weya akaniambia, kuna nukta mbili, roho wa kusafisha amegusa roho yako. Hali yako ya mtu wa kawaida, kuna mabano, kwa wasioanzishwa wazungu na damu mchanganyiko, tunafunga mabano, imeondolewa. Na tazama huu mkuu aliyeanzishwa, aliyewekwa wakfu na mtopenda mudi mkuu. Kwa hiyo hapo ndipo hadhi yake tena ikabadilika, kwa sababu aliguswa, roho yake iliguswa tena akawa mkuu aliyeanzishwa, aliyewekwa wakfu moja kwa moja. Sasa nilisikia kiroho sauti ya Mutate ikisema kuna nukta mbili, nitakutuma kwa wasioanzishwa. Kwa sababu anaanza kwanza kuanzishwa, anaonyeshwa kwanza mambo kadhaa, alafu sasa ameshakuwa tayari kwambia, sasa tayari umeshakuwa mkuu aliyeanzishwa, aliyewekwa wakfu, sasa nitakutuma kwa walioanzishwa. Sasa kwa wasioanzishwa kumrasi. Nilisikia kiroho sauti ya Mutate ikisema nitakutuma kwa wasioanzishwa, nikajibu mimi hapa, nitume. Ndipo Mutate akasema nenda na ukawaambie watu hawa, mtasikia lakini hamtaelewa, mtaona lakini hamtashika. Fanya kiroho kiungo cha ajabu, kuna mabano, kutokana na moto DNA ya kiroho ya kawaida kwa viumbe vyote vya hali isiyoonekana, tunafunga mabano, ambacho huunganisha nafsi na roho ya watu hao. Fanya masikio yao kuwa magumu kiroho na ufunike macho yao, ili kwamba wasione kwa macho yao ya kiroho, wasisikie kwa masikio yao ya kiroho, wasielewe kwa roho yao, wasigeuke na wasipone kamwe. Hapa nafikiri watu watajiuliza maswali, sitaingia kiundani. Nikasema Mutate hodari, hadi lini haya mambo ambayo ninayaona? Kwa sababu mimi ni mtopenda mudi, lazima nijue sasa haya mambo yataendelea hivi hadi wakati gani, niwe na uhakika na mimi. Na Mutate akajibu, mpaka mji uharibiwe na kunyang'anywa idadi kubwa ya wakaaji, mpaka nyumba zisiwe na watu tena, na nchi imeharibiwa na upweke, mpaka Mudima Bekokisedi awe amewafukuza watu hao, na kwamba nchi iwe jangwa kubwa, hata sehemu ya 10 ya watu ikibaki katika nchi, moto utawateketeza kama mti uliokatwa. Itabaki tu shina na mizizi, lakini shina hilo litazaa jamii iliyoidhinishwa na neno la Teteh. Njo hapa tupo, shina la mti huo. Ndio maana mnaanza kuona sasa mabadiliko, ukweli umeshaanza, kwa sababu kuna shina hilo la mti ambalo mizizi yake yameanza kuota sasa, na hilo taifa litakubalika, na linakubalika na neno la Teteh. Ndio maana mnasikia mafundisho yako tofauti. Ukweli huwa hamjawahi kusikia sehemu yoyote. Hapa sasa ndio watu weusi wanaanza kurejea nyumbani kwao. Haurejei kwa hao mnaoita kwamba waende kuabudu mababu zako. Hapana, huu ni uchawi tu, mngali katika hivyo. Hapo umefika, usiogope, usio na wasiwasi. Unaogopa kitu gani? Ikiwa una wasiwasi kwa kitu fulani, uliza swali, majibu yapo. Kwa hiyo ni wakati ambapo watu weusi watarejea kwenye chanzo chao,
ambao ni ukweli halisi. Wataondekana na hizo takataka za dini na imani za ajabu ajabu ambazo zimekuja kuvamia bara letu, na hapo ndipo tutasimama. Nimesema na nimerudilia, kizazi hiki ni kizazi ambacho ni cha tofauti, kuanzia hali inayoonekana hata kiroho. Baadhi wapo kwenye mambo ya kimwili huko, wanapambana kimwili, vijana wengine wanaamka kwa namna ya kimwili, lakini sisi tuko kwenye upande wa kiroho, na kitu tunajua kwamba uwezi ukaamka kimwili na kiroho umeshikwa, hilo haliwezekani. Lazima uanze kwanza kuamka kiroho ili sasa umalizie na kimwili. Sasa wao wanafanya utofauti, ndio maana tunawaambia rejeeni kwanza kwenye hii ili twende pamoja sote hadi kwenye mwili. Maana ukifanya kwenye mwili na roho yako imeguswa, huku unaenda kusema kwamba wazungu watoke, waondoke, wanafanya mambo ambayo si mazuri, wanatunyanyasa, wanafanya mambo mengine, ni vema, lakini Jumapili inapofika unaenda tena kuabudu miungu yako. Tunaona uko duni tena, yaani kiroho bado ungali duni kwa sababu umeshikwa. Kwa hiyo ondokana kwanza na hilo, ingia kwanza katika maisha ya kiroho ili mwili wako uwe huru kabisa, huru kweli. Lakini unaposhikwa, sababu mtu mweusi ameshikwa hapa, hata ujifafanue kwa mikono namna gani, ukiwa umeshikwa hapa umemalizika. Kwa hiyo toka kwanza hapa, halafu mikono itakuwa huru vizuri, nitafanya lomba anaendelea kujitukuza.